Shalom mtu wa Mungu unayenisikiliza, na kusalimu kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Lakini napenda kukukaribisha tena kwenye maombi yetu ya siku ya leo. Siku ya leo mtu wa Mungu, tutauona mkono wa Mungu, tutaona baraka za Mungu na tutaona mema ya Mungu. Naomba nikukumbushe ndugu msikilizaji, tupo kwenye mwezi wa 4, mwezi wetu wa kukumbukwa na Bwana. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ndani ya mwezi huu Mungu atatukumbuka sana. Mungu atatufanyia mambo mengi ambayo tulidhani ya kwamba hawezi kutufanyia. Sasa kabla sijaendelea mbele, naomba tuombe. Baba mwema, Mungu mwaminifu, Mungu, ninasema asante kwa ajili ya uaminifu wako. Ninasema asante kwa ajili ya siku njema ya leo. Baba, ninalitukuza jina lako kwa sababu unatupenda. Baba, ninasema asante kwa sababu unatujua. Usiku wa leo tumesogea tena mbele ya madhabahu yako. Mungu, ninaomba ukaseme nasi. Kaseme na kila mtu anayesikiliza maombi haya. Kaseme na kila nyumba inayosikiliza maombi haya. Kaseme na kila mji na kila mkoa unaosikiliza maombi haya kwa jina la Yesu Kristo. Usiku wa leo Mungu, ukatuhudumie ndani ya nyumba zetu. Ukatuhudumie ndani ya mioyo yetu. Ukaseme nasi kwa habari ya maisha yetu. Ukatufungue kutoka kwenye vifungo vya nguvu za giza. Ukatufungue kutoka kwenye magereza ya kichawi, ya kiganga na kipepo kwa jina la Yesu Kristo. Usiku wa leo Mungu wetu, ukanyoshe mkono wako wenye nguvu, ukatuokoe, ukatusaidie. Zaidi ya yote, Roho Mtakatifu ukaseme nasi, ukaseme na maisha yetu, ukatufundishe neno lako, neno la wakati, katika jina la Yesu Kristo. Mungu, naomba na kushukuru. Amen. Amen. Mtu wa Mungu unayenisikiliza, nimekuambia ndani ya mwezi huu tumesimama na kichwa cha somo kinachosema ni mwezi wa kukumbukwa na Bwana. Na tumesimamia mistari mikuu miwili. Mstari wa kwanza unatoka kwenye Mwanzo 8:1 na mstari wa pili unatoka kwenye Isaya 49:15. Mpendwa msikilizaji, kupitia mistari hii tumeona ukuu wa Mungu. Tumeona upendo wa Mungu. Tumeona fadhili za Mungu. Tumeona Mungu akiamua kesi za maisha yetu. Tumeona Mungu akitulipia madeni. Tumemwona Mungu akituokoa kutoka kwenye mahangaiko, akitusaidia, akitegua vitendawili vya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunapomaliza mwezi huu wa 4, mtu wa Mungu, tunasimama na kichwa cha somo ambacho kinasema shukrani iletayo ongezeko, pamoja na maombi maalum ya kuanza mwezi mpya. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha somo letu la siku ya leo ambayo andika shukrani iletayo ongezeko, pamoja na maombi maalum ya kuanza mwezi mpya. Mtu wa Mungu, siku ya leo tutapata nafasi nzuri mahali hapa ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya mwezi mzima ambao Mungu ametupa. Bwana Yesu asifiwe. Namna ambavyo Roho Mtakatifu aliweza kuongea na sisi, namna ambavyo uwepo wake ulitufunika, namna ambavyo alituletea ndoto akatuelezea vyanzo vya matatizo, namna ambavyo alituma malaika zake wakaja wakatuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi kwa ajili ya maombi haya Mungu amewapa shuhuda. Unalo jambo la kumwambia Mungu asante. Na siku ya leo mtu wa Mungu, hatutanyamazia mbele za Mungu. Tutamwambia Mungu tunakufahamu ya kwamba wewe ni Mungu wetu. Tumesikia ndani ya mwezi huu wa kukumbukwa na wewe umetukumbuka. Na wewe mtu mwingine ambaye unasema Mungu hajanikumbuka, hapana. Utaona faida ya maombi ambayo umeomba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tutapata nafasi nzuri ya kuombea mwezi wetu mpya, mwezi wetu wa 5. Bwana Yesu asifiwe. Tutaupeleka mbele za Mungu, kwa sababu mtu wa Mungu, mwezi mpya unapoanza, hilo linakuwa ni lango jipya.
Kwa hiyo tunaenda kuliombea, tunaenda kuutawala mwezi kabla hujafika. Bwana Yesu asifiwe. Tutatembea kwenye wiki zote, tutatembea kwenye siku zote, tutatembea kwenye masaa yote, tutanyunyiza damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu unayenisikiliza. Dada Krista, naomba nisomee Zaburi 100 mstari wa 4 mpaka wa 5. Zaburi 100 mstari wa 4 mpaka wa 5. Ingieni malangoni kwake kwa kushukuru, nywani mwake kwa kusifu. Mshukuruni, liimidini jina lake. Kwa kuwa Bwana ndiye mwema, rehema zake ni za milele, na uaminifu wake vizazi na vizazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, ukisoma ili andiko, naomba tusome Zaburi ya 100 mstari wa 5. Neno la Mungu linasema hivi: kwa kuwa Bwana ndiye mwema, rehema zake ni za milele, na uaminifu wake vizazi na vizazi. Mtu wa Mungu, unayo sababu ya kumwambia leo Mungu asante, kwa sababu yeye Mungu ndiye mwema na rehema zake kwenye maisha yetu ni za milele. Mungu ameturehemu ndani ya mwezi huu, mtu wa Mungu. Mungu ametukumbuka kwa jambo moja au jingine. Ukiangalia unasema, katika hili ninayo sababu ya kumshukuru Mungu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, wewe unayenisikiliza, usiku wa leo tutaenda kumshukuru Mungu pamoja kwa ajili ya mwezi mzuri ambao ametupa, kwa namna ambavyo ametupigania, kwa namna ambavyo ametusaidia, kwa namna ambavyo ametuokoa na ajali za barabarani, kwa namna ambavyo akuruhusu aibu zitukumbe, kwa namna ambavyo ametusaidia kuleta solution za matatizo ambazo tulikumbana nazo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema hivi: rehema zake ni za milele, na uaminifu wake vizazi na vizazi. Mtu wa Mungu, Mungu ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu ni mwaminifu, tunajua maombi yote ambayo tumemuomba ndani ya mwezi huu, hata kama bado hajayajibu, atajibu. Amen. Kwa sababu tuliweka akiba ya maombi mbele zake. Kuna vitu tulibomoa, kuna vitu tulijenga, kuna vitu tulivigundua, kuna vitu tulivibadilisha kwenye maombi. Amen. Na kwa sababu hiyo tutamwambia leo, tunajua wewe ni mwaminifu. Tunajua yote tuliyoyaomba ndani ya mwezi huu utatujibu. Ndio maana tunakuja mbele zako na shukrani. Ndugu msikilizaji, nimekwambia hii ni shukrani iletayo ongezeko. Unapomshukuru Mungu, uwe na uhakika utaongezeka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma Zaburi ya 100 mstari wa 4, neno la Mungu linasema hivi: ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nywani mwake kwa kusifu. Mshukuruni, liimidini jina lake. Nimekwambia siku ya leo tutakuwa na maombi maalum kwa ajili ya mwezi mpya. Kwa nini tunaenda kumshukuru Mungu na kuombea mwezi mpya? Neno la Mungu linasema hivi: ingieni malangoni mwake kwa kushukuru. Kwa hiyo tunapoenda kufanya hivi, tunafanya neno. Neno la Mungu linasema hivi: analiangalia neno lake ili apate kulitimiza. Kwa hiyo usiku wa leo tutakaposhukuru mbele zake, tutakapoita shukrani kwenye lango jipya, mtu wa Mungu, tutakuwa tumelitenda neno. Kwa hiyo lango jipya litatuingiza. Ndivyo maandiko yanavyosema, ingieni malangoni mwake kwa kushukuru. Kwa hiyo shukrani inakufungulia mlango. Shukrani inakupitisha kwenye mlango. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema hivi: nywani mwake kwa kusifu. Leo mtu wa Mungu, pata nafasi, msifu Mungu. Amen. Pata nafasi, weka nyimbo ya sifa, sifu. Cheza mbele zake. Muhimidi yeye maana ni mwema. Muhimidi yeye maana ni Mungu wako. Muhimidi yeye maana fadhili zake ni za milele. Upo kwenye familia yako,
Unasikiliza kipindi hiki na watu wawili kwenye familia yako au watatu, wekeni nyimbo ya sifa. Shukuru mbele za Mungu. Tangazeni sifa zake. Amen. Tendeni neno. Mtu wa Mungu, ukifanya hivi kuna kitu kinatokea. Mama, kama unasikiliza na binti yako, sifuni na binti yako. Baba, kama unasikiliza na watoto wako, weka nyimbo za sifa, sifu. Familia, kama uko wewe na dada wa kazi na kaka wa kazi na wote, wekeni nyimbo. Fanya hivyo, utashangaa ambacho utaona. Nguvu za Mungu zitafunika. Amen. Nguvu za Mungu zitawajaza. Vifungo vitakatika. Amen. Kwa sababu ya nguvu ya shukrani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba tuendelee mbele kidogo. Dada Krista, nisomee Zaburi ya 18 mstari wa 49. Zaburi ya 18 mstari wa 49. Basi Bwana, nitakushukuru kati ya mataifa, nami nitaliimbia jina lako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma ili andiko, Daudi anasema hivi, basi Bwana, nitakushukuru kati ya mataifa, nami nitaliimbia jina lako. Mtu wa Mungu, jipe muda leo. Mshukuru Mungu. Amen. Fanya jambo kama Daudi alivyofanya. Akamwambia, basi Bwana, nitakushukuru kati ya mataifa, nami nitaliimbia jina lako. Muonyeshe Mungu ya kwamba unampenda. Muonyeshe Mungu ya kwamba unamjali. Muonyeshe Mungu ya kwamba unamsamini. Mshukuru mtu wa Mungu. Limidi jina lake. Fanya shukrani leo mbele za Bwana. Amen. Nyosha mikono yako. Muonyeshe Mungu ya kwamba unamwamini, unamtegemea na unamjua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nisomee Zaburi 26:7. Zaburi 26 mstari wa 7. Ili niitangaze sauti ya kushukuru na kuzisimulia kazi zako za ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema hivi Daudi, ili nitangaze sauti ya kushukuru na kuzisimulia kazi zako za ajabu. Mtu wa Mungu, unayo sababu ya kumshukuru Mungu. Amen. Ya kwamba una uhai, una afya, una uzima. Mshukuru Mungu. Mungu amekuponya hata malaria. Amekuponya mafua. Usiseme hili jambo ni dogo. Wewe huwezi kutenda muujiza mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu asingekusaidia hicho kidogo, wewe usingejisaidia. Kwa hiyo muonyeshe Mungu leo ya kwamba vyote alivyovifanya mbele zako ni vikubwa. Vyote ambavyo Mungu amevifanya ndani ya nyumba yako ni vikubwa. Hata kama ulipata mlo wa siku moja, ulikula, mtu wa Mungu. Mshukuru Mungu. Amen. Wengine hawapati chakula. Mshukuru Mungu kwa sababu anakupa mavazi. Unajistiri. Mshukuru Mungu kwa sababu unatembea barabarani. Mshukuru siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndugu msikilizaji, shukrani mbele za Bwana ina umuhimu mkubwa sana. Amen. Inafanya mambo makubwa sana. Amen. Inafanya vitu vingi sana. Ya kwanza, unapomshukuru Mungu, unasababisha Mungu akuangalie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linazungumza kwa habari moja, mtu wa Mungu. Kama umezisikia habari za Abeli na Kaini, walipoenda mbele za Mungu kwa habari tu ya kutoa sadaka zao mbele za Bwana, Mungu akamwangalia Abeli, sadaka yake ilikuwa njema. Ule moshi ulifika mbele za Mungu. Maanake nini? Alisikia maneno ya ile sadaka. Usiku wa leo, mtu wa Mungu, sadaka yako wewe ni shukrani. Amen. Maneno yako yaliyojaa shukrani. Maneno yako yaliyojaa upendo. Maneno yako yaliyojaa utii. Maneno yako yaliyojaa unyenyekevu. Amen. Mwambie Mungu hayo maneno yatafika mbele zake. Amen. Mbele ya kiti cha enzi. Amen. Mungu anasema anaketi kwenye sifa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, ukifanya hivyo, shukrani inaleta imani. Inakupa ongezeko la imani mbele za Bwana. Mungu atakuangalia, unanishukuru kwa ajili ya nini? Manake umeniamini, mtu wa Mungu. Umejua mimi ni Mungu wako. Na umejua mimi Mungu ndiye nililitenda hili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ukimshukuru Mungu kwa sababu alikupa 500, Mungu atasema unajua 500 ilitoka kwangu. Hata kama
unaiona ndogo, hauna uwezo wa kujitafutia mwenyewe. Kama Mungu hataweka mkono wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi ya shukrani, mtu wa Mungu, yanasababisha mahusiano yako na Mungu yanaimarika. Kwa sababu unakuwa unamjua ya kwamba vyote ametenda yeye. Vyote amefanya yeye. Vyote amefanya yeye na vingine atafanya. Hicho kitu kinasababisha uimarike mbele za Bwana. Kinasababisha moyo wako uzidi kukaa mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unapofanya maombi haya ya shukrani, unaondoa kiburi ndani ya moyo wako. Kwa nini nasema unaondoa kiburi? Kwa sababu unajua sikufanya mimi, amefanya Mungu. Kwa hiyo haujikwezi, mtu wa Mungu. Usiku wa leo tutakapoenda kufanya maombi haya, mtu wa Mungu, Mungu atatusaidia. Mungu atatuinua. Mungu atabadilisha maisha yetu. Kwenye haya maombi ya shukrani, Mungu atakukumbuka. Atakumbuka yale mambo ambayo hajamaliza kuyafanya kwako, atayafanya. Atakumbuka vile vitu ambavyo hajamalizia, atamalizia. Atakumbuka ile kazi uliomuomba, atakupa. Atakumbuka ile ndoa uliomuomba, atakupa. Atakumbuka ule ugonjwa uliomwambia akuponye, atakuponya. Atakumbuka ile promotion, atakupa. Atakumbuka ule upatanisho, atakupa. Vinatoka wapi? Kwenye shukrani. Shukrani, mtu wa Mungu, inaleta ongezeko. Shukrani, mtu wa Mungu, inafungua malango. Ndio maana tumesoma kwenye Zaburi ya 100 mstari wa 4, ingieni kwenye malango yake kwa shukrani. Kwa hiyo unaposhukuru, huo mlango ambao unatamani ukufungukie, utakufungukia. Bwana Yesu asifiwe. Dada Krista, naomba nisomee Nyakati wa kwanza sura ya 16 mstari wa 34. Nyakati wa kwanza sura ya 16 mstari wa 34. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini leo tunaenda kumshukuru Mungu? Kwa sababu yeye peke yake ndiye mwema. Hakuna mwema kama Mungu wetu. Hakuna mwema kama Yesu Kristo. Hakuna mwema kama yeye. Na neno la Mungu linasema hivi, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema. Mtu wa Mungu, kila neno lililoandikwa kwenye Biblia lina maana. Mungu anaposema tumshukuru, maana yake anataka tumuimbie sifa. Maana yake anataka tumjue. Anataka tukae karibu na yeye. Anataka tumwelewe ya kwamba wema wote ambao wanadamu wanatendewa duniani unatoka kwake. Na kwa sababu unatoka kwake, mshukuru. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivi, kwa kuwa ni mwema. Unapomwambia Mungu na kushukuru, maana najua wewe ni mwema, Mungu anaangalia kuna jambo gani hajakufanyia. Mungu atalifanya. Mungu anaangalia, kumbe huyu mwanangu anao uvumilivu mbele zangu. Kumbe huyu mwanangu anajua kuningoja mimi mbele zangu. Maana yake anaona unamuimbia sifa. Unapofanya shukrani, mtu wa Mungu, unafanya ibada. Bwana Yesu asifiwe. Siku zote ndani ya mwezi huu tumekuwa tunamwambia Mungu tufungue vifungo. Tukumbuke, tupe kazi. Tusaidie, tupe hichi. Tufanyie hiki. Leo mtu wa Mungu, ni muhimu sana tunapoenda mbele zake tunamwambia tunakujua wewe tuliokuomba. Asante maana ni mwema. Asante maana fadhili zako ni za milele. Tumekuja mbele zako. Tunasema asante kwa ajili ya mwezi wa 4 ambao ulitupa. Mungu ulitusaidia, tunakutambua. Wewe ni Mungu wa familia hii. Wewe ni Mungu wa nyumba yangu. Wewe ni Mungu wangu mimi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, unapofanya maombi haya, kama una huzuni ndani ya moyo wako, huzuni inaondoka. Kama una mashaka ndani ya moyo wako, mashaka yanaondoka. Kama umecholewa mipaka kwenye maisha yako, itafutwa. Kwa nini? Shukrani. Shukrani inafungua malango. Shukrani inaleta uwepo wa Mungu. Shukrani ni sifa
sifa, mtu wa Mungu. Neno la Mungu linasema Mungu anaketi katika sifa. Unapomshukuru anakuja anaketi. Amen. Anaketi kwako. Anaketi kwenye mji wako. Amen. Anaketi kwenye moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema hivi, kwa maana fadhili zake ni za milele. Fadhili za Mungu ni matendo ya huruma ya Mungu. Ni matendo ya Mungu kukuangalia. Ni matendo ya imani kwa Mungu kwa mwanadamu. Ni matendo ya upendo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa maana upendo wake ni wa milele. Huruma zake ni za milele. Amen. Upendo wake ni mwingi kwenye maisha yetu. Mtu wa Mungu, tutaenda kumwambia Mungu asante. Amen. Tutaenda kumwambia Mungu asante. Hata kama unaona hajakujibu ulioyataka. Hata kama unaona hajamaliza maombi yako. Tumekuwa na utaratibu ndani ya mwezi huu kuombea maombi yetu 12. Pamoja na mipango tuliyokuwa nayo. Mtu wa Mungu, unayo sababu. Mimi ninao uhakika lipo jambo ambalo Mungu amefanya. Amen. Lipo jambo ambalo Mungu ameanza. Wengine vimetokelezea tayari kwenye ulimwengu wa mwili. Lakini wengine mmeota hadi ndoto za ushindi. Amen. Vingine bado vinapikwa jikoni, vinamalizika. Lakini ile tu wewe kuwa na nguvu ya kusikiliza neno hili, mshukuru Mungu. Amen. Kuna wengine hawawezi kusikia. Wengine ni viziwi, mtu wa Mungu. Wewe unaona, mtu wa Mungu, mshukuru. Fadhili zake ni za milele kwenye maisha yako. Amen. Unafikiri wewe ndo unastahili kuliko wengine? Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dada Krista, naomba nisomee Nyakati wa kwanza 16:8. Nyakati wa kwanza 16 mstari wa 8. Mshukuruni Bwana, liitieni jina lake, wajulisheni watu matendo yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Neno la Mungu linasema hivi, mtu wa Mungu, mshukuruni Bwana, liitieni jina lake. Kwa hiyo Mungu anatuonyesha umuhimu wa kumshukuru yeye. Mtu wa Mungu, unapofanya shukrani unaliitia jina la Mungu. Amen. Nimekwambia Mungu anaketi katika sifa. Kwa hiyo unapokuwa unashukuru, unamfanya Mungu aje aketi, mtu wa Mungu. Aketi kwenye maisha yako. Aketi kwenye nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema hivi, liitieni jina lake. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ukiona unataka kuliitia jina la Mungu kwenye maisha yako, mshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mshukuru Mungu. Kwa sababu gani? Shukrani inamleta Mungu karibu. Shukrani inamvuta Mungu kwenye maisha ya mtu. Shukrani inamfanya Mungu amwangalie mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema hivi, wajulisheni watu matendo yake. Mtu wa Mungu, Mungu amekufanyia nini? Waambie watu matendo makuu ambayo Mungu amekufanyia. Amen. Hiyo ni shukrani mbele za Mungu. Elezea namna ambavyo Mungu amekuponya kichwa. Usiseme niliponya tu kichwa, ni kidogo. Hauwezi kujiponya, mtu wa Mungu. Mungu amekuponya kidole. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wajulishe watu matendo makuu ya Mungu. Zungumzia namna ambavyo Mungu amekusaidia kwenye maisha yako. Muelezee Mungu, elezea sifa zake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengine mmefanya biashara ndani ya mwezi huu, Mungu amelinda biashara zenu. Mshukuru Mungu kwa ajili ya biashara yako. Amen. Mungu ametunza kampuni ulionayo. Mungu ametunza familia yako. Shukuru. Amen. Hakuna mtu hata mmoja ambaye hana sababu ya kumshukuru Mungu leo. Hakuna mtu hata mmoja ambaye atasema siwezi kumshukuru Mungu. Wote tunao uwezo, tunalo neno. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wote tunao uwezo wa kuelezea matendo makuu ambayo Mungu ameyafanya. Amen. Shukuru kwa habari ya hayo matendo. Shukuru kwa habari ya wokovu. Shukuru kwa kuweza kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umeomba Mungu akakuitikia. Umeomba Mungu akakulinda. Umeomba wachawi hawajakukaba. Shukuru, elezea matendo ya Mungu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dada Krista, nisomee hili andiko. Nisomee Efeso 5 mstari wa 20 tukaombe. Waefeso 5 mstari wa 20. Na kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema hivi, na
kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote. Mtu wa Mungu, tunapaswa kumshukuru Mungu Baba siku zote. Amen. Tengeneza utaratibu kwenye maisha yako. Tengeneza ya kwamba ngoja leo nimshukuru Mungu. Amenisaidia, amenilinda. Nimetoka asubuhi, nimeenda kwenye mihangaiko, nimerudi nyumbani salama. Amen. Mshukuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema siku zote kwa mambo yote. Maanake yote aliyoyafanya mshukuru nayo Mungu. Amen. Yote ambayo hajayafanya mshukuru. Mwambie Mungu nakushukuru kwa sababu najua kuna vitu haujanitendea bado, lakini utanisaidia. Shukuru kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shukuru kwa ajili ya kuongeza imani yako. Shukuru kwa ajili ya kuongeza mahusiano yako na Mungu. Amen. Shukuru kwa ajili ya imani yako. Shukuru kwa sababu ni wajibu mbele za Bwana. Unaposhukuru, mtu wa Mungu, unasimamia mapenzi ya Mungu. Amen. Unaposhukuru Mungu, mtu wa Mungu, unaongeza imani. Unaonekana umekuwa. Unaonekana ni mwerevu. Unaonekana una bidii. Neno la Mungu linasema imani huja kwa kusikia, na kusikia huja kwa neno la Mungu. Kwa hiyo unapomshukuru Mungu, inaonekana unasikia. Amen. Kuna neno la Mungu la uponyaji umelisikia. Amen. Unayo imani utapona, ndio maana unamshukuru. Kuna neno la ushindi ambalo umelisikia. Unayo imani ya kwamba utapata huo ushindi, ndio maana unashukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shukuru Mungu, mtu wa Mungu. Hiyo ni ibada kamili. Amen. Tutahakikisha tunaifanya. Tutahakikisha hatunyamazi. Tutahakikisha tunaliitia jina la Bwana. Mwambie Mungu nakushukuru hata kwa mahusiano mazuri ulionipa. Najua utanipa neema ya kuingia kwenye ndoa. Amen. Hata kama bado nakushukuru. Amen. Maana wewe ni Mungu wangu. Mungu nakushukuru. Umenitia nguvu. Umenipa nafasi Mungu ya kutafuta kazi, nitapata. Amen. Mwambie Mungu nakushukuru. Umenilinda kazini, sijagombana na bosi. Sijafukuzwa kazi. Umenisaidia. Shukuru, mtu wa Mungu. Amen. Maana hayo ni mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Zitangaze sifa zake. Limidini jina lake. Neno la Mungu linasema hivi, shukuru kwa mambo yote. Shukuru siku zote. Amen. Shukuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pia tukimaliza hii shukrani, tutaenda kuombea mwezi wa 5. Neno la Mungu linasema hakuna lililoanza pasipo damu. Usiku wa leo tutapita kwenye mwezi wa 5. Tutanyunyiza damu ya Yesu kwenye lango la mwezi wa 5. Amen. Kabla hatujaingia. Kwa nini tunafanya hivyo? Tunamwamini Mungu. Tunamjua Mungu. Tunao uhakika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na imani ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Hatujauona mwezi wa 5, lakini tunayo imani. Amen. Ya kwamba kwa shukrani tutaingia kwenye lile lango. Amen. Kwa shukrani tutapata yote. Amen. Kwa sababu shukrani ni imani, nasi tunayo imani. Amen. Na imani huja kwa kusikia, nasi tumesikia. Na imani inakamilishwa kwa sababu ni bayana ya mambo yasiyoonekana katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tunajua tunapoomba sasa hivi kuna vitu tutavipata mwezi wa 5. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ni akiba, mtu wa Mungu. Mungu amekukumbuka ndani ya mwezi huu. Amen. Mungu atafanya jambo, mtu wa Mungu. Amen. Vipo vitu ambavyo tulimuomba Mungu ndani ya mwezi huu wa 4. Mungu ataenda kuvimaliza ndani ya mwezi wa 5. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hatutamwambia Mungu tumenyamaza tu. Tulianza mwezi na tunamaliza mwezi, basi tunastahili. Hapana. Hatutakuwa watu wa namna hiyo. Tunamwambia Mungu tulianza mwezi na wewe. Amen. Ulitupa neema. Tuliweka wakfu mwezi huu wa 4. Tuliingia kwenye hili lango. Tunapomaliza tunakushukuru. Amen. Kwa sababu tunakujua. Tunamaliza na wewe. Wewe ndiye mwema. Wewe ndio Mungu wetu. Wewe unatupenda. Tunasema asante. Lakini pia tunaingia mwezi mwingine, Mungu, tunaenda na wewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nyanyua mikono yako, mtu wa Mungu, mshukuru Mungu mahali ulipo.
Baba, tunakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Tunasema asante kwa ajili ya somo hili, Bwana. Tunakushukuru kwa ajili ya neno lako la wakati ambalo umeliachilia kwenye malango yetu. Tunakushukuru Mungu mwema, maana umetufundisha ili tupate akili, Bwana. Tunakushukuru kwa ajili ya maarifa yako. Asante kwa ajili ya neno lako. Asante kwa ajili ya kusema na sisi, Bwana. Tunakushukuru tunakushukuru kwa ajili ya hekima yako, Bwana. Mwambie asante kwa ajili ya somo la leo. Mwambie asante kwa ajili ya somo ya shukrani, Bwana. Riko shakataya. Zoria manda kabade. Baba tunasema asante. Baba tunasema asante. Baba tunakushukuru. Asante kwa kusema na sisi. Asante kwa kutuelekeza. Asante Baba kwa kutuelekeza kwa habari ya shukrani. Kwa habari ya shukrani. Kwa habari ya umuhimu wa shukrani mbele zako. Riko manda kabade. Zeria kamanda kabade. Zoria kamanda. Tunamimina mioyo yetu mbele za uso wako Baba. Tunamimina mioyo yetu mbele za uso wako Baba. Riko manda kabade. Zoria kamanda kabade. Asante kwa mema Baba. Asante kwa mazuri. Asante kwa yote ambayo Mungu umetutendea. Rababa shataya. Zoria kamanda kabade. Zoria bashakaramanda. Mahali ulipo mtu wa Mungu, paza sauti ya shukrani. Mahali ulipo mtu wa Mungu, sema asante mbele za Mungu wako. Rabashataya. Zoria manda kabade. Zoria kataya. Zoria manda kabade. Tunasema asante. Koroba shakaramande. Zoria kamanda. Zoria kapataya. Zoria manda. Zarabashataya. Zoria kamanda. Zoria manda. Zarakataya. Zoria kamanda. Baba asante. Baba asante. Baba asante kwa rehema zako. Baba asante kwa uzuri wako. Tunakushukuru maana imetupasa. Sema asante. Paza sauti yako ya shukrani. Maana imetupasa tukushukuru. Nasi Bwana tunakushukuru. Nasi Bwana tunasema asante. Maana mwezi wa nne tumekuona. Maana mwezi huu tumekuona. Umetukumbuka. Umetusaidia. Umetushika mkono. Tunakushukuru. Tunakushukuru. Tunalibariki jina lako, Bwana. Asante kwa wema wako. Asante kwa fadhili zako. Maana yote tuliyokuomba Mungu umeyafanya. Maana yote tuliyokuomba Baba umetupa. Tena umetujibu zaidi ya yale tuliyokuomba. Kwa mkono wako tumekuona ukitusaidia. Kwa mkono wako tumekuona ukitusaidia. Tunakushukuru. Tunakushukuru. Tunasema asante. Tunakushukuru. Tunakushukuru. Tunasogea kwenye malango yako kwa shukrani. Kwa shukrani. Asante kwa wema. Asante kwa fadhili. Asante kwa uaminifu. Maana wewe ni mwema Bwana. Asante kwa rehema. Maana rehema zako ni nyingi kwetu. Tunakushukuru. 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 Asante Bwana Yesu. Asante Yesu Kristo. Asante Mungu wetu. Asante Mungu mwaminifu. Tunakushukuru kwa ajili ya uwepo wako. Tunakushukuru kwa ajili ya mkono wako. Tunakushukuru kwa ajili ya wema wako. Tunakushukuru kwa ajili ya fadhili zako. Tunakushukuru maana unastahili. Tunakushukuru maana imetupasa kukushukuru. Maana imetupasa kukushukuru. Tunasema asante. Tunasema asante. Mwambie Mungu asante. Mwambie asante. Mwambie asante. Amejaa uaminifu. Amejaa rehema. Amejaa fadhili. Amejaa mema. Baba asante. Baba asante. Baba asante kwa kuponya moyo wangu, kwa kunisaidia, kwa kunitunza, kwa kunionyesha wewe, kunionyesha hema lako, kunionyesha wokovu wako, kunionyesha nguvu zako, kunionyesha upendo wako, kunilinda Baba. Sarabababababa. Sarabashataya. Sorabashataya. Sorabakataya. Sorabakataya. Sarabashataya. Sarababababa. Baba asante. Baba asante. Umetutetea. Umetutetea. Umetulindia Baba. Umetusaidia. Umeondoa
migogoro, umefuta kesi, umetusaidia Baba, umeleta upatanisho, umeleta ushindi. Mwambie asante, mwambie asante kwa ajili ya mwezi mzuri. Rabashataya, sarabashata, 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 sarababababababa, rakamanda kaba, sorabashataya, sarabasakataya, oh ya manda kabadi, sarabashata, sarakataya, sarakataya, sarabashata, sarabashata, tunasema asante, tunakushukuru maana umelinda biashara zetu, maana umelinda kazi zetu, maana umelinda wateja wetu, maana umelinda huduma zetu. Tunakushukuru, tunasema asante, tunapaza sauti zetu, tunakushukuru. Umetupa amani Bwana, umetupa amani Bwana, tunakushukuru Baba. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Ninasema asante kwa ajili ya mwezi wa 4. Ninasema asante kwa ajili ya rehema zako ndani ya mwezi huu. Umenisaidia, umenitunza, umenipigania. Ninapaza sauti yangu ya shukrani ndani ya mwezi huu. Ninakushukuru, ninakuhimidi Mungu mwaminifu. Ninasema asante kwa ajili ya masomo yote ulionifundisha ndani ya mwezi huu. Ninakushukuru kwa ajili ya rehema zako ndani ya mwezi huu. Neno lako linasema kwenye nyakati wa kwanza 16:34, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Usiku wa leo ninakushukuru, ninapaza sauti yangu ya shukrani. Ninasema asante maana wewe ni mwema. Ninasema asante maana wewe ni mwema. Nenda mbele za Mungu, shukuru Mungu. Ninakuja mbele zako, ninakushukuru maana wewe ni mwema sana. Ninakushukuru wewe ni mwema Mungu wangu, wewe ni mwema Baba yangu, wewe ni mwema Mungu wangu. Asante Bwana Yesu. Akarabashataya, sarabashakara, na neno lako tunakushukuru, maana neno lako limesema fadhili zako ni mpya kila asubuhi. Nasiye Bwana tunakushukuru kwa ajili ya fadhili zako. Usiku wa leo tunapaza sauti zetu za shukrani. Tunakushukuru maana imetupasa tukushukuru. Wewe uliye mwema, wewe uliye mwema, wewe utupendaye, wewe utulindaye, wewe utusaidiaye. Tunakushukuru, maana umetuponya, maana umetuepusha na mabaya yote, maana umetulinda, maana umetuficha na uovu wote. Tunakushukuru, wewe ngao yetu, wewe nguzo yetu, wewe mwamba wa imara. Tunakushukuru, tunasema asante mbele zako Bwana, hatuna neno lingine zaidi ya hili Baba. Tunashukuru maana imetupasa kukushukuru, maana imetupasa kukushukuru. Tunatambua uwepo wako maishani mwetu, maana tunajua bila wewe sisi si kitu, maana tunajua bila wewe sisi hatuwezi neno lolote, maana bila wewe sisi hatuwezi jambo lolote. Si kwa uweza, si kwa nguvu, bali ni kwa Roho wako. Utanipakaza, utanirehemu, utaniokoa, utaniponya, utanisaidia, utakesi yangu kwa damu ya Yesu. Asante Mungu wangu. Rabababa, sarabababa, maana wewe umesimama upande wetu, maana wewe umetulinda, umetutetea, umetushindia kesi zote, maana wewe umekuwa upande wetu. Tunakushukuru kwa uaminifu, kwa afya hizi ulizotupa, umetupa kuiona leo, umetupa kuiona leo. Asante kwa wema wako, asante kwa tendo hili, asante kwa tendo hili, maana
tendo hili Saraba. ni jema Sarababa. sana. Umetupa Sarababa. uwahi Aya Baba, baba. umetupa Mimina moyo wako uwahi Baba, wa shukrani umetupa mbele za Bwana, afya njema, mbele za Bwana, umetupa mbele za kuona Bwana, leo, mbele za Bwana, umetupa mbele za afya Bwana. njema. Sharabasha. Nasi Bwana Sarababa. tunashukuru. Asante Nasi Baba yangu. Bwana Asante, asante. tunakushukuru. Sarababa. Asante Baba, Pokea sauti zetu umeilinda na dua zetu mitaa yetu. za shukrani Asante Baba, mbele zako. umeilinda Asante Baba yangu. familia hii Asante na Baba yangu. uovu wote, Asante na Baba ubaya yangu. wote, Asante na Baba. mishale yote Umetusaidia. ya adui. Umetusaidia. Umetuepusha na Umerejesha mabaya yote. amani yetu. Tunashukuru. Umerejesha Tunashukuru. mahusiano yetu. Asante Baba, Umemaliza maana ndani migogoro ya yetu. mwezi huu Sarababa. hujatupungukia. Sarababa. Hujatupungukia. Sarababa. Hujatupungukia. Sarababa. Asante Baba. Sharababa. Asante Baba. Sarababa. Asante Baba. Umetutunza. Maana tumeona Wayakaranda. vikombe vyetu Sarakatai. vikifurika. Sarakatai. Vikifurika. Sarabashati. Vikifurika. Sarabashati. Asante Baba. Sarakatai. Umetupa Saramashaka. riziki yetu Sarababa. ya kila siku. Sarabashati. Asante Yesu. Asante Baba. Asante Yesu. Asante Baba. Baba Paza mwema, sauti ya shukrani. tunakushukuru. Mwambie Mungu Baba asante. mwema, Mwambie Mungu asante. tunakushukuru. Rabasha. Baba mwema, Sarakata. tunakupa sifa. Sarababa. Baba mwema, Sarabashati. tunaziimba Sarakatai. sifa zako. Sarabashati. Tunaziimba Sarababa. sifa zako. Rakamandi. Sifa hizi Rakamandi. ziwe manukato Sarabashati. mbele zako. Sarakatai. Mbele zako. Sarabashati. Mbele zako. Sarakatai. Asante Baba. Sarabatai. Asante Yesu. Sarakatai. Asante Yesu. Sarabashati. Wewe mwaminifu. Katika jina la Wewe Yesu mwema. Kristo. Kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, Ninakushukuru kwa ajili ya upendo ya wako. upendo wako. Ninasema Ninasema asante kwa ajili ya ulinzi wako ulionipa ndani ya mwezi huu. Ninasema asante kwa ajili ya afya, kwa ajili ya uhai, kwa ajili ya uzima. Umenilinda hatua zangu zisijikwaa katika jiwe. Umenifungua kutoka kwenye vifungu. Umenisaidia. Umelinda familia yangu. Umelinda ndugu zangu. Umenitetea. Umeondoa huzuni yangu moyoni mwangu. Umeondoa na madeni Baba. Umenifutia mashtaka yote kwenye ulimwengu wa roho na kwenye ulimwengu wa mwili. Umeliandika jina langu kwenye neema yako, kwenye utukufu wako, katika jina la Yesu. Neno lako linasema kwenye Wathesalonike wa kwanza 5:18, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Yesu Kristo. Usiku wa leo ninakushukuru kwa kila jambo, ninakushukuru kwa mambo yote, ninakushukuru kwa mambo yote katika jina la Yesu. Nenda mbele za Mungu Baba, katika jina la Yesu ninakuja mbele zako Bwana, ninakushukuru kwa ajili ya kila jambo kwenye maisha yangu, sawa sawa na neno lako Baba. Umesema tushukuru kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi yako kwetu katika Kristo Yesu. Nami Bwana nakushukuru kwa ajili ya kila jambo, nakushukuru kwa ajili ya kila jambo. Asante Baba, asante Baba, asante Baba kwa ajili ya uchumi wangu. Asante Baba kwa ajili ya hatua zangu. Asante Baba kwa ajili ya maombi yangu. Asante Baba kwa ajili ya mwezi wangu. Kwa ajili ya maombi 12 ndani ya mwezi, kwa ajili ya malengo 12 nilivyoandika. Ninakushukuru maana najua utanijibu, utayamaliza. Ninakushukuru wewe ni Mungu wangu, wewe ni mwaminifu wangu, wewe ni mzuri wangu. Ninakushukuru. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Nakushukuru wewe peke yako, wewe peke yako, wewe peke yako. Maana ni neno jema utanipatanisha na mume wangu. Nasema asante, utanipatanisha na mke wangu, utanipatanisha na watoto wangu, utanipatanisha na mchumba wangu, utanipatanisha na familia zangu. Utaondoa migogoro kwenye uchumi wangu, migogoro kwenye familia yangu, migogoro kwa rafiki zangu, migogoro kwenye malango yangu. Asante Ayabasari, wewe ni Mungu wangu. Yakatari, nasema asante, nasema asante. Barako unasema Baba, ndani ya shukrani kuna upendo wako, ndani ya shukrani kuna uwepo wako, ndani ya shukrani kuna imani, kuna kuimarisha
mahusiano yetu Ninajua kwamba ni utanisikiliza. wewe uliyekuwa Rasha, na nyumba hii. Sarabashata, Ninajua Sarabatai, kwamba ni wewe Sarakatai, uliyesimama na Sarabashatai, familia hii. Sarabashatai, Ninajua Sarabashatai, kwamba ni wewe Sarakatai, uliyekuwa Sarakatai, upande wetu. Sarabatai, Nasiye Bwana Sarabatai, ndani ya mwezi Sarakatai, huu wa nne Sarakatai, tunakushukuru, Sarakatai, tunakushukuru Sarakatai, kwa ajili Sarakatai, ya kila jambo, Okaramanda. kwa Baba, ajili asante. ya kila Asante jema, Mungu wangu. kwa ajili Asante Mungu ya wangu. kila baya. Asante Baba. Bwana, Baba, maana kwa tunajua rehema zako hayo ni mapenzi umenirehemu, yako maishani umenirehemu mwetu. Mungu wangu. Asante Ndani ya Yesu, mwezi huu asante umesikia Yesu, asante sauti Yesu, yangu, sauti ya asante dua Yesu. yangu, Maana sauti ya Bwana, kilio changu. tunajua Sarababa, hata yale Sarakatai, ambayo Sarabashata, bado hatujayaona, Sarakatai, wewe Sarabatai, umetujibu, Sarakatai, wewe Ramandaba, utatujibu, Sarakatai, wewe Sarakatai. umetujibu. Omba mtu wa Mungu, Asante Yesu, mwambie asante, tunakushukuru, mwambie asante kwa tunakushukuru, rehema zake tunakushukuru, kwenye maisha yako. tunaingia Mwambie asante malangoni kwa kwako, mwezi huu, kwa kushukuru, mwezi wa 4. kwa kushukuru. Mwambie asante Asante kwa Yesu, yote, asante mema Yesu, yote, kwa mema mazuri yote, yote, mazuri na mabaya yote, yote, na mabaya na yale yote na yale ambayo bado yote, hajajibu. ambayo bado Mwambie asante. hajajibu. Rabababa, Tunakushukuru, Sarakatai, tunakushukuru, Sarakatai, tunakushukuru, Ramanda Baba, tunakushukuru. Aya Karamandi. Baba, tunasema asante kwa rehema zako. Asante Mungu wetu kwa huruma zako. Asante Mungu wetu kwa upendo wako. Ninakushukuru kwenye kila nyumba, kwenye kila mtu anayepaza sauti yake, Mungu, kukushukuru ndani ya mwezi huu. Tunasema asante kwa shuhuda zote ambazo Karamanda, Sarakataya, paza sauti ya shukrani kwa ajili ya wote uliowaponya ndani ya saa ya maombi. Tunakushukuru kwa ajili ya wote uliowajibu ndani ya saa ya maombi. Bwana, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, neno lako linasema, ingieni malangoni kwa shukrani. Usiku wa leo tunakushukuru kwa ajili ya mwezi mpya, mwezi wa 5, sawa sawa na neno lako ambalo linatoka kwenye Zaburi ya 100 mstari wa 4. Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nyuani mwake kwa kusifu, mshukuruni, liimidini jina lake. Usiku wa leo tunasogea kwenye mwezi mpya, mwezi wa 5, kwenye lango la mwezi wa 5. Mungu, tunaachilia shukrani malangoni, tunaomba lango la mwezi wa 5 litufungukie, lango la mwezi wa 5 litupokee kwa jina la Yesu, na neno lako linasema hakuna lililoanza pasipo damu. Basi usiku wa leo nanyunyiza damu ya Yesu kwenye lango la mwezi wa 5, natembea ndani ya mwezi wa 5 kwa damu ya Yesu. Kwenye wiki la kwanza kwa damu ya Yesu, kwenye wiki la pili kwa damu ya Yesu, kwenye wiki la tatu kwa damu ya Yesu, kwenye wiki la 4 kwa damu ya Yesu. Natembea kwenye tarehe 1 mpaka 31 kwa damu ya Yesu. Ninakataa mabaya yote hayatanipata ndani ya mwezi wa 5. Ninakataa maovu yote hayatanitoa ndani ya mwezi wa 5 katika jina la Yesu. Natamka ndani ya mwezi wa 5 nitasimamia mapenzi ya Mungu katika jina la Yesu. Nenda mbele za Mungu, ombea Baba, katika jina la Yesu ninakuja Bwana kwenye lango la mwezi wa 5, ninanyunyiza damu ya Yesu, ile ya mwana kondoo ninanyunyiza malangoni, ninanyunyiza malangoni kwenye lango la mwezi wa 5. Ninaingia kwa damu ya Yesu, ninaingia na damu ya Yesu, damu ile ya mwana kondoo ninanyunyiza kwenye lango la mwezi wa 5, ninanyunyiza kwenye lango la mwezi wa 5. Ninatamka lango la mwezi wa 5 halitafunga mbele yangu. Ninatamka kwa jina la Yesu na kwa damu ile ya mwana kondoo, lango la mwezi wa 5 halitafunga mbele yangu. Ninatamka kwa jina la Yesu, mwezi wa 5 nitaona mema. Nitatamka kwa jina la Yesu, mwezi wa 5 nitaona mema. Nitaona fadhili za Bwana, nitaona wema wa Bwana, nitauona mkono wa Bwana, nitauona mkono wa Bwana ukiwa mwingi maishani mwangu. Ninatamka mwezi wa 5 nitatimiza mipango yote niliyo nayo. Ninatamka
maombi yako yote mwezi wa tano yatajibiwa. malango yangu Sarakatai. ya uchumi Ombea huo yatakuwa mwezi. wazi. Wakabaya. Ninatamka Utashika na ujauzito. kutabiri Utazaa mwezi mema. wa tano Utazaa biashara. utanitendea Utazaa mema kazi. yote. Utazaa Ninatamka mafanikio. Utazaa mwezi wa kumcha tano Bwana. Utapona sitapoteza. magonjwa. Ninatamka Rakamanda. mwezi wa Hakutakuwa tano na magonjwa sitapata ndani ya mwezi wa tano. hasara. Rakamanda. Ninatamka mwezi wa Hautaumwa. tano nitachanua na Hautaanguka. kustawi na Rakamanda kuongezeka. bada. Ninanyunyiza Sarababa. damu ya Mwaga Yesu hiyo kwenye damu. wiki Mwaga zote hiyo za damu. mwezi wa tano. Mwaga hiyo damu. Ninatamka Damu ya damu ya Yesu. Ile Yesu agano. kuanzia Sarababa. tarehe 1 Sarakata. hadi 31 ya Karabashata. mwezi wa tano. Sarabashata. Ninatamka Sarakata. mwezi wa tano Sarakata. utanitendea Sarakata. mema kwa Rakamanda. jina la Yesu, Katika kwa jina jina la Yesu, kwa Rakamanda. jina la Yesu. Utaingia kwenye Mwezi ndoa. wa tano Utapata amani. ninakufunika Sarakata. kwa damu ya Yesu, Funika huo mwezi. ninakufunika Funika huo kwa mwezi. damu ya Yesu. Uweke wakfu Mwezi wa tano mbele za Bwana. mabaya Saraba. hayatanipata. Sarakata. Ninategua Sarakata. kila mitego Karabashata. iliyotegwa ndani ya mwezi wa Katika jina tano. la Yesu Kwa Kristo. jina la Yesu. Mshukuru Mungu, mwambie Mungu asante kwa ajili ya mwezi wa tano. Asante Mungu kwa Sarabashata. ajili ya mwezi wa tano. Sarakatai. Baba, ninakushukuru Sarakatai. kwa ajili ya mwezi wa tano, Sarabashakatai. maana ndani ya mwezi wa tano Sarakatalamandi. nitauona wema Sarakashakatai. wako, maana mwezi wa tano Karabashakalamandi. nitaziona fadhili Sarakamasakatai. zako, maana Hakutakuwa mwezi na wa tano upofu. sitakuwa Hakutakuwa na mchache, uharibifu. maana mwezi wa Hakutakuwa na tano kuharibu nitaziona mimba. fadhili Sarabashaka. zako, maana mwezi Katika wa jina tano la Yesu nitakuona Kristo. ukinisaidia. Katika jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, nyanyua sadaka yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu tunakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Tunasema asante kwa ajili ya mwezi wa 4 ambao Mungu umetupa. Ulikuwa mwezi mzuri sana na bado mwezi mzuri sana, mwezi wa kukumbukwa na Bwana. Na Mungu tunafahamu ya kwamba utatutenda mema. Mimi Mungu na watu wote ambao Mungu tumenyanyua sadaka hizi mbele zako. Hizi ni sadaka za shukrani Baba yangu, mbele za macho yako, mbele za madhabahu yako, mbele za neema yako, katika jina la Yesu Kristo. Baba, kama ambavyo tulianza huu mwezi wa 4 pamoja na wewe, ndivyo Mungu wangu tunamaliza huu mwezi pamoja na wewe. Mioyo yetu Mungu wangu imejawa na shukrani. Mioyo yetu Mungu wangu imejawa na shukrani. Tunasema tunakujua, tunasema tunakufahamu, tunasema tutakungoja wewe. Tunajua Mungu utatuzidisha, tunajua Mungu utatuongeza, tunajua Mungu utafanya miujiza yetu kukamilika, utafanya majibu yetu kukamilika. Utatupa kazi Baba, utatupa biashara Baba, utatupa kuanza biashara, utatupa kuanza kazi, utatupandisha vyeo, utatuhamisha Baba kwenye mikoa ambayo tunatamani kuhama twende kwenye mikoa mingine. Utatuinua Bwana Yesu. Asante Baba, maana ndani ya mwezi huu tukiwa tunamalizia utatukumbuka Baba, utatusaidia. Watashika ujauzito kwa wanaotafuta ujauzito, watapata afya kwa wanaotafuta afya, watapata amani kwa wanaotafuta amani, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mungu ninakushukuru kwa ajili ya sadaka hizi Baba. Hizi ni sadaka za shukrani mbele ya madhabahu yako, kama ambavyo Mungu ulipokea sadaka ya Habili. Pokea na sadaka zetu, pokea na sadaka zetu, kama ambavyo Mungu ulipendezwa na sadaka ya Habili. Pendezwa na sadaka zetu. Amen. Pendezwa na sadaka zetu. Zipokee sadaka zetu, zitakabali sadaka zetu. Hizi ni sadaka Baba, zimebeba mioyo yetu ya shukrani mbele zako, tukisema tunakujua, tukisema tunakufahamu, katika jina la Yesu Kristo. Baba, na sadaka hii pia tunaeka wakfu mwezi wetu wa 5 Baba, tunaeka wakfu lango letu la mwezi wa 5. Mungu, kwa sadaka hii ikawe na manukato mbele zako Baba, katufungulie lango hili la mwezi wa 5. Pokea shukrani hizi Baba, tuingie kwenye hili lango na shukrani mbele za uso wako kwa sadaka hii Baba. Takabali mwezi wetu wa 5. Amen. Upokee mwezi wetu wa 5. Amen. Tutembeze kwenye mwezi wa 5. Amen. Tupe kazi kwenye mwezi wa 5. Amen. Tukalishe kwenye nafasi zetu mwezi wa 5. Amen. Tupe baraka kwenye mwezi wa 5. Amen. Tuokoe kwenye mwezi wa 5. Amen. Tufungue kwenye mwezi wa 5. Amen. Tupatanishe na waume zetu kwenye mwezi wa 5. Amen. Tupatanishe na wake zetu kwenye mwezi wa 5. Amen. Tatua migogoro kwenye mwezi wa 5. Amen. Tatua Baba kesi kwenye mwezi wa 5. Amen. Tutetee kwenye kesi zote mwezi wa 5. Tusaidie Baba kupata ushindi kwenye mwezi wa 5. Tusianguke kwenye mashimo Baba wa kila nyoka atakayetufuatilia kwenye mwezi wa 5, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakushukuru kwa
sadaka hizi Baba, maliza uchungu ndani ya mioyo yetu. Amen. Katika jina la Yesu Kristo, maliza uchungu ndani ya mioyo yetu. Amen. Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya kila mtu aliyenyanyua sadaka yake. Ninatakabali sadaka zao. Ninanyunyiza damu ya Yesu Kristo ile ya mwana kondoo, damu ya Yesu Kristo ile ya agano, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Basi mtu wa Mungu, utatuma sadaka yako kwenye namba 0716052202. Narudia tena 0716052202. Lakini pia kama hujaokoka, basi fuatisha sala hii. Sema: Bwana Yesu, Bwana Yesu, usiku wa leo ninakupokea moyoni mwangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima, kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Kwa wewe ambaye umeokoka, basi utatuma jina lako kwenye namba 0655108869. Lakini pia mtu yoyote, kama una changamoto yoyote, basi utatupigia simu kwenye hizo namba 0655108869 au 0716052202, na Mungu atakubariki sana kwa jina la Yesu Kristo. Amen.